Katika soka la Tanzania kuna wachezaji ambao safari yao haipimwi kwa kelele bali kwa juhudi, subira na kujituma. Miongoni mwao ni Baraka Mwangosi, mchezaji aliyepitia njia ya kawaida ya soka la ndani kabla ya kuanza kuvuta macho ya vigogo wa soka nchini. Na hii hapa historia ya soka ya Baraka Mwangosi. Na Baraka Mwangosi ni mchezaji wa soka wa Kitanzania anayepata malezi na uzoefu wake mkubwa kupitia Mbeya City FC, klabu iliyompa jukwaa la kuonyesha uwezo wake katika ligi kuu Tanzania bara. Akiwa Mbeya City, Mwangosi alionekana kuwa mchezaji mwenye nidhamu ya hali ya juu, kujituma uwanjani, lakini pia ujasiri wa kucheza mechi kubwa. Uwezo wake ulimfanya onekane na wadau wa soka, hali iliyosababisha kupata nafasi majaribio trials na klabu ya Simba, jambo ambalo lilithibitisha kuwa alikuwa kwenye mwelekeo mzuri wa kitaaluma. Kwa mujibu wa mchambuzi wa soka Nasibu Mkomwa, ambaye ilielezwa kuwa Simba Sports Club ilimkaribisha Baraka Mwangosi kwa ajili ya majaribio, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa klabu hiyo kuendelea kusaka vipaji vya ndani. Hata hivyo, baada ya mchakato wa tathmini, klabu iliamua kutoendelea naye, jambo ambalo ni la kawaida katika soka la ushindani mkubwa, hasa klabu zenye malengo makubwa ya kitaifa na kimataifa. Safari ya Baraka Mwangosi inaonyesha uhalisia wa soka. Mafanikio hayaji kwa mstari mmoja. Kupata majaribio ndani ya Simba Sports Club ni hatua kubwa yenye thamani na wachezaji wa aina yake. Bado milango ya mafanikio iko wazi kupitia bidii, nidhamu na kuendelea kujifunza. Kwa hiyo mchambuzi huyu amethibitisha kwamba mchezaji huyu wa Mbeya City, Baraka Mwangosi, ambaye alikuwa katika majaribio ya michuano ya Mapinduzi, hivyo baada ya kuwasha katika klabu hiyo imempa mkataba kusalia ndani ya Msimbazi kuelekea mbio za ubingwa na kimataifa. Kwa hiyo mchezaji huyu Baraka Mwangosi tayari mambo yashakuwa mambo katika mitaa ya Msimbazi. Anasajiliwa na klabu hiyo ya Simba kwa ajili ya mashindano makubwa ya ubingwa na ya kimataifa, ambapo Simba anatarajiwa kucheza tarehe 23 Januari 2026 mwaka huu, na Januari hii nikizungumzia. Kwa hiyo maoni yako ni yapi na taarifa hii umeipokeaje? Ikiwa ni bado hujasubscribe, basi nakusihi kusubscribe sasa ili wa kwanza kabisa kupata update mbalimbali za kimichezo. Subscribe, washa alama notification, toa maoni yako kuhusiana na mchezaji huyo. Ataenda kuongeza kitu gani ndani ya Simba katika safu ya ushambuliaji katika klabu hiyo ya Simba? Maoni yako ni yapi? Toa hapo, tutayasoma kwamba Simba walichokifanya ni sahihi ama walikuwa hawana haja ya kuongeza tena mchezaji ndani ya klabu hiyo, kwamba usajili uliopita waliofanya usajili mkubwa ni usajili ambao wangewatumia wachezaji hao kuwatengeneza na kuwa fit kabisa na kufanya kwenye mashindano hayo na kuwa bora zaidi. Maoni yako ni yapi wewe? Toa maoni yako, lakini usisahau kushare kwa marafiki zako wapate kufahamu nini hasa kinaendelea kwenye ulimwengu wa soka la michezo hapa Tanzania, na kwenye kuhusiana na tetesi za usajili. Nini hasa kinaendelea? Kwa ukimfahamisha mwenzio kwa kushare, atapata kufahamu nini hasa kinaendelea kwenye tetesi za usajili kwa upande wa klabu ya Simba. Na kama nilivyo kufahamisha kwamba mchezaji huyu Baraka Mwangosi kutokea Mbeya City, Mbeya City, mchezaji huyo bana ametokea na ni mshambuliaji, kwa anaenda katika kikosi cha Simba. Unadhani ataenda akifika atapata nafasi ya kucheza ama ndio ataanza kuanzia benchi? Na ikumbuka kwamba Simba kwenye mashindano ya Mapinduzi ambayo yanaendelea huko Zanzibar ametolewa na Azam FC kwa bao 1-0. Watu wakizungumza kwamba shida sio kocha bali shida ni wachezaji, na wachezaji ndio kama hawa wanasajiliwa. Na ikumbuke kwamba kocha Steve Baka amehitaji vijana wachezaji 5 katika klabu ya Simba kwenye usajili huu wa dirisha dogo. Anawataka 5 wachezaji. Anaamini kwake yeye wachezaji hao wataenda kunufaisha Simba na kwa Simba ile ambayo kweli ukizungumzia Simba umeizungumzia timu kubwa barani Afrika. Kwa sasa hivi watu wameshaanza kukata tamaa kwa ajili ya kushangilia timu yao ya Simba. Lakini sio hivyo tu,
Endelea kufuatilia ZTV, nitakufahamisha nini hasa kinaendelea kwenye tetesi za usajili. Yote utayafahamu kupitia ZTV. Nikutakia saa mwema, endelea kusalia hapa hapa.